Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, leo tumefika hapa kukagua miundombinu hii ya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini pamoja na kukagua miundombinu mingine. Kwa hiyo awali ya yote nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Tunaamini kwamba kila mmoja kimtazamo mwenzie anaweza kumshukuru Mungu katika hatua tuliopo sasa. Lakini jambo la pili la muhimu ni mshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa yeye mwenyewe kushika tena madaraka haya kwa awamu ya pili, lakini pia kuendelea kuiunda serikali. Lakini tatu la muhimu ni tamko lake la kuendelea kujenga Tanzania yenye maridhiano, kwa maana tupate nchi ambayo inaweza kuzungumza lugha moja, tupate nchi ambayo Watanzania watakuwa na furaha juu ya rasilimali zao na juu ya serikali yao. Ndugu zangu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, hapa nyuma yangu ni sample ya basi ambalo limevunjwa vioo, lilitaka kuchomwa, lakini ikiwa ni mwendelezo pia mabasi mengine ya UDART ambayo pia yalichomwa. Na kwa sasa serikali inaendelea na tathmini kuhusiana na kiwango hicho cha uharibifu wa miundombinu ya serikali, miundombinu ya watu binafsi, lakini pamoja pia na wale wengine ambao wamepata madhara katika maisha na katika mambo mengineyo. Kwa hiyo jambo la muhimu ni wasihi tuendelee kuwa na utulivu, ni wasihi tuendelee kujenga upendo, lakini wasihi sana pia tuendelee kuwa wamoja, na ni wasihi pia kwamba migogoro ya namna hii tusiangalie katika jicho la kawaida. Tunaweza tukagombana mimi na wewe ndani ya taifa letu, lakini akawepo adui mkubwa wa maendeleo yetu anayetuchungulia sisi tukiwa tunalumbana na akapita katikati yetu. Mwisho wa siku migogoro ya namna hii ikaligawa taifa, ikapasua taifa, ikazorotesha maendeleo, na sote tukarudi tena katika nchi ambayo amani itabaki kuwa historia. Kuendelee kuwaomba sana Watanzania wa Dar es Salaam kwamba sisi tumebeba dhamana ya maisha mengi sana ya Watanzania wenzetu. Tumebeba dhamana na maisha ya watu wengineo ambao wanategemea Dar es Salaam katika maisha yao. Mtaungana mimi kwamba wenzetu wa Zambia, Malawi, Kongo na baadhi ya nchi zingine ambazo zina bandari zinategemea sana ukanda huu wa Dar es Salaam kuweza kufikisha mizigo kwenye mataifa yao. Sambamba na hili, tarehe 29 ya mwezi wa 10 uchaguzi ulikwisha. Na kama uchaguzi ulikwisha, ni wajibu sasa sote tuweke hasira zetu kando, tujenge taifa letu. Taifa letu kwa muda kama siku 3 baada ya kuwa na lockdown, naamini sio hasara tu ya fedha tumeipata, kuna hasara za maisha pia, kuna hasara za maendeleo tumezipata, pamoja na hasara zinginezo nyingi ambazo kama hali hii inaweza kujirudia tena, madhara yake yanaweza kuwa pengine makubwa, au taifa letu linaweza kukwama zaidi katika maendeleo yake. Kwa hiyo ni toe rai hii zaidi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekushaahidi ndani ya siku 100 atalaunch mchakato wa katiba mpya, lakini ndani pia ya siku hizi chache anaanzisha mchakato wa maridhiano. Kwa hiyo tukubali kwamba hakuna nchi nyingine tutakayokwenda kuishi zaidi ya Tanzania tulionayo sasa. Mkiangalia mabasi haya leo, tuko kwenye hii barabara ya Mbagala, lakini kuna barabara ya BRT1, hii ni BRT2. Barabara ya BRT1 inayotoka Gerezani na kwenda mpaka kule Kimara, vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa. Lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa. Lakini nimeona namna ambavyo Watanzania wa Mbagala wanataabika kwa sasa. Na sisi kama wazazi, uweza hata siku moja ukasema sasa sirudishi tena miundombinu kwa sababu ya hiki kilichotokea. Nimekwisha elekeza hakuna shule hata moja iliyoharibiwa ambayo itafungwa
kwa sababu ya uharibifu huo. Pesa hiyo ya serikali inaendelea na ukarabati wa shule, ukarabati wa vituo vya afya na ukarabati wa miundombinu mingine ambayo inaweza kuwa ilipata madhara. Lakini sambamba na hilo, tumemsikia mkuu wa wilaya ya Temeke anaomba kwamba usafiri huu urudi barabarani, na sisi tulipaki hapa, na niwashukuru sana vyombo vya dola, jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania. Mabasi kama haya mnayoyaona, yote haya mnayoyaona hapa, kama tungezembea mabasi haya yote yangeweza kuchoma moto, lakini pengine leo yangekuwa ni majuto ya kile ambacho tumekwisha kifanya. Kwa hiyo shukrani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa maombi ya mkuu wa wilaya, na yeye ndiye anayekaa hapa panaona wananchi wake wanavyotaabika, leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, na waelekeza DART, na waelekeza UDART, na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025 Alhamisi saa 2 asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri wa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara inayotoka Mwenge, ile inayotoka gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Kwa hiyo tupo saizi kwenye matengenezo, tumeagiza pia baadhi ya vifaa, vitakapokuwa pia vimefika tutaanza pia kule. Lakini tarehe 20 kabla hata saa 2 barabara hii nione mabasi yameshafika, yanapakia abiria kwa utaratibu mzuri mtakaoweka. Hii imesha kuwa ni hasara, na kwa muda huu hasara lazima wakati fulani huwa watengenezaji ni sisi wenyewe pia wananchi, kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kutoa pesa mahali popote zaidi ya kodi hizo za Watanzania ziweze pia kukarabati mabasi haya na ziweze pia kujenga vituo hivi. Kwa hiyo Alhamisi saa 2 au kabla ya saa 2 mabasi ya mwendokasi ya njia hii ya Mbagala yaanze kufanya kazi haraka sana. Na mwisho, jeshi la polisi na majeshi yote ya vyombo vya dola tulionayo hapa waendelee kurusha macho yao ili kuyalinda mabasi haya na kulinda miundombinu hii. Nafahamu wapo Watanzania wema sana ambao wakati wote wamekuwa ni mabalozi wazuri wa amani, na wapo pia wenzetu wachache ambao mtu anachukia, anaona ashike jiwe, ashike moto, alipue kila kitu. Hasa ukilipua kila kitu utaishije? Kwa hiyo tugombane tunaweza kugombana, lakini kamwe tusidhuru miundombinu inaweza kusaidia kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na mwisho, sote baada ya serikali kuundwa tuendelee kuwa na heshima kubwa sisi kama Watanzania, kuheshimiana wenyewe, kuheshimu serikali zetu, lakini tukaribishe mazungumzo ya mara kwa mara kwa kile ambacho nadhani umekwazika nacho, na sisi kama serikali tutarekebisha pale tulipokosea, tutasonga mbele pale tulipokosea, na tutaendelea kushauriana pale tulipokosea, na tuamini kabisa kwamba mimi niliyekosea na wewe mwenzangu kukosea, wote tukasamehana, tunajenga Tanzania bora zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.